Mwandishi ni kwamba mapenzi ya dhati ni msingi wa maendeleo katika familia zetu. Kwa hivyo ni lazima tuwe na mapenzi ya dhati. Ujumbe mwingine ni kwamba wanajamii sharti waachane na imani za kishirikina, badala yake waamini katika juhudi na nguvu zao binafsi. Imani za kishirikina hazina nafasi katika. Pia wanajamii wanapaswa wajishughulishe na kazi mbalimbali ili wajipatie kipato. Lazima tuachane na uvivu, lazima tufanye kazi kwa bidii ili tuweze kupata maendeleo. Kwa sasa tuangalie mtazamo. Mwandishi ana mtazamo wa kiakinifu ya maisha. Mwandishi anaonyesha ni kwa jinsi gani wananchi wanavyoteseka, hususan wale waliokuwa katika tabaka la chini. Na maskini ndio wanaoathirika sana, kwa kuwa wao wanakuwa hawana, hata zinakuwa ni chache sana katika jamii. Wao wanakuwa ni watu wa kuumia tu na kuendelea kulalamika kutokana na mfumo wa siasa na uongozi mbaya uliopo katika jamii. Lakini ukiangalia katika kitabu hiki, mwandishi anaonyesha jinsi gani kuna uhaba wa mafuta, kuna mfumuko wa bei, kuna rushwa, kuna biashara za magendo, kuna ufisadi na kutokuwajibika miongoni mwa viongozi, ambapo sasa ndio inakuwa sababu kubwa ya kuchochea umaskini unaojitokeza katika jamii zetu. Kwa mfano, uhaba wa mafuta umesababisha tatizo kubwa la usafiri. Inapelekea sasa watu wanakosa usafiri na kushindwa kusafirisha hata mazao yao. Lakini ukosefu wa mafuta pia unasababisha watu wanakosa hata mwanga majumbani. Watu wanaishi wanalala giza. Mfano, ukipitia ukurasa wa kwanza, ugumu wa maisha mwandishi ni kwamba mapenzi ya dhati ni msingi wa maendeleo katika familia zetu. Kwa hivyo ni lazima tuwe na mapenzi ya dhati. Ujumbe mwingine ni kwamba wanajamii sharti waachane na imani za kishirikina, badala yake waamini katika juhudi na nguvu zao binafsi. Imani za kishirikina hazina nafasi katika. Pia wanajamii wanapaswa wajishughulishe na kazi mbalimbali ili wajipatie kipato. Lazima tuachane na uvivu, lazima tufanye kazi kwa bidii ili tuweze kupata maendeleo. Kwa sasa tuangalie mtazamo. Mwandishi ana mtazamo wa kiakinifu